Nije kwenye swala la mstakabali wa mchezo kati ya Simba na Yanga. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika umeeleza wazi. Kwa mujibu wa sheria za FIFA, wizara au serikali haiwezi kuingilia swala hilo. Swala la ligi linasimamiwa na TFF, linasimamiwa na bodi ya ligi, na kanuni haziruhusu serikali kuingilia mambo hayo. Kwa sababu ukifanya hivyo FIFA itaifungia Tanzania. Sasa kwa ndugu yangu Swale na wanasheria wengine, hilo jambo ni sub judice, na kwa sababu ni sub judice siwezi kulisema. Nikilisema nitakuwa nimefanya makosa ya padri kutoa maungamo. Kwa hiyo tunaendelea na juhudi mbalimbali, na mazungumzo yetu yaligusa kuhusu kuboresha mchezo wa mpira katika nyanja mbalimbali. 4R za Rais Samia Suluhu Hassan za ustahimilivu. Sasa Singeli kwa sasa imekuwa ni moja kati ya miziki ya Tanzania, kama ilivyo kwa miziki dansi, tarabu, kwaya, bongo flava na miziki mingine. Na Singeli sisi tunachofanya wala sio kuipeleka duniani. Singeli tayari imekwisha kwenda duniani kwenye matamasha ya Ubelgiji, na haichezwi kama hizo ambazo mnaziona, ambazo Naibu Spika amenisaidia. Imekwenda kwenye tamasha la Primavera Spain, tamasha la Coro Festival Ufaransa, tamasha la Munich, tamasha la Düsseldorf, na tamasha ambalo Ashaku Msematusi Nyege Nyege Uganda. Lakini juzi tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2025 kwenye tamasha la Samia Serengeti Music Festival, ambalo mgeni wa heshima alikuwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dogo Paten pamoja na Zuchu, walicheza Singeli ambayo iliwafanya watu wachangamke. Kwa hiyo yako mambo ambayo ni ya upotovu wa maadili, na hiyo sio kwa Singeli tu, iwe ni muziki wa Injili, iwe ni muziki wa dansi, iwe na muziki wowote. Utakapokuwa na mambo ambayo sio ya maadili, wizara itachukua hatua. Kama muziki wa Injili utakuwa ni wa kunengua, utachukuliwa hatua. Kama muziki wa kawaida utakuwa hawendi, utachukuliwa hatua. Kwa hiyo tusichanganye vionjo vya wachezaji na aina ya muziki. Yakumbukeni maneno katika Biblia ya Yesu Kristo walipompelekea kahaba, akasema yule ambaye hajawahi kufanya hayo awe wa kwanza wa kumtupia huyo jiwe. Wote waliangalia chini na kuchora chini ya miguu yao. Tuwasaidie vijana hawa kuusafisha muziki huo ambao tayari umeshakwenda duniani. Hatutavumilia aina yoyote ya muziki unaotweza wanawake wala kuwashushia hadhi, uwe ni wa aina yoyote ile. Lakini Singeli imepiga hatua, na kama alivyosema Naibu Spika, Singeli tunayozungumza ya kwenye video, na nimeletewa hiyo sijui ya Nairobi ya wapi, hao ni vijana waendelewe kuombewa, waendelewe kuaswa, waendelewe kuonywa.